Bana, habari za muda huu mwana michezo. Bana, habari ambayo ni ya moto kwa kweli, mimi nakuletea exclusive interviews na nimeona nikupitisha kuna hili ndo hapo ni kuhusiana na afisa habari wa klabu ya Yanga ndugu Ali Shabani Kamwe ambaye alikuwa amekamatwa na jeshi la polisi. Taarifa ikufikia ni kwamba ameachiwa. Na ikumbukwe tu kamanda wa polisi mkoa wa Tabora yeye alizungumza kwamba wamemkamata Ali Kamwe na yuko chini ya mikono ya jeshi la polisi, lakini muda mfupi uliopita Ali Kamwe ameachiwa bwana. Sasa mimi nataka tutazame matukio yote kuanzia kauli ambayo inatajwa sana, huenda hii ndio ilisababisha Ali Kamwe akawa amekamatwa, lakini mpaka sasa tunavyozungumza ni kwamba jeshi la polisi mkoani Tabora limemwachia huru baada ya RPC wa mkoa wa Tabora yeye kueleza kwamba alikamatwa toka jana usiku. Hivyo ni baada tu ya mechi ya Yanga kumalizika saa 7 za usiku akawa amekamatwa, na RPC alihojiwa kwamba kwa nini walimkamata muda huo na kwa nini haukuwa muda mwingine, kwa sababu alitangulia kufika mkoani Tabora kabla hata klabu ya Yanga. Akasema wao kama jeshi la polisi huwa wanatazama ni muda gani sahihi ambao wao wanaona wanaweza kufanya kazi, na muda ambao walimkamata kama wao waliona huo ndo kwao ndio muda sahihi. Kwa hiyo kumekuwa na maandiko mengi, watu wamepita, watu wamechambua, watu wamefanya, lakini mwisho wa siku ni Ali Kamwe bwana yuko huru na ameachiwa. Sasa tunataka tujue kipi ambacho kimefuata, ama kauli ya jeshi la polisi yenyewe ni kipi ambacho kitazungumzwa, ingawa RPC ama kamanda wa polisi mkoa wa Tabora alitolea wazi kwamba sababu ya kumkamata Ali Kamwe ilikuwa ni kutoa kauli chafu dhidi ya viongozi wa kiserikali, na itakumbukwa si mwingine bali ni mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha. Sasa tuangalie matukio yote mpaka Ali Kamwe anakamatwa. Sisi kama klabu ya Yanga na sisi kama viongozi wenu na wanachama wote hapa, sisi tunamheshimu sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Suluhu Samia Hassan. Naomba umpigie makofi mengi sana Daktari Samia. Tunamheshimu kwa sababu mtu wake aliyemtuma huku anatuchokonoa. Huyu mtu wake ambaye Mheshimiwa Rais kamtuma huku anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi tunashughulika naye. Tumwambie Mheshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani? Chacha anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli. Yeye na hao wanaomdanganya, mwambieni Mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi. Huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata watu 10. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu kama muingia mheshimiwa. Tumuelewe, ni karoho kawivu ndio kanamsumbua. Jambo la mwisho, kwenye mazungumzo yake ametoa ahadi ya milioni 60. Yaani kwamba ameita wachezaji, sijui hata kama walikula pale kwenye kile kikao, akawaweka mbele, akaita na waandishi wa habari, akavaa mwenyewe shati lake lile la ubatizo, eti akawaambia nina shilingi milioni 50 sikuitumia kwa sababu Yanga watakuja na kiherehere, sasa naongeza 10 muende mkawafunge. Mimi nataka tujikumbushe kuhusiana na kile ambacho kilitokea kabla kabisa ya hili tukio, lakini mwanzo wa yote haya ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao umechezwa jana baada ya Yanga kuibuka na magoli 3. Sasa maandalizi yake kwenye mchezo huo yalikuwaje? Lakini sake lilipoanzia, mimi nataka umsikilize mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa
Mheshimiwa Richards yeye alivyozungumza, Mheshimiwa Paul Chacha alivyozungumzia issue ya wachezaji wao wa Tabora kulubuniwa na mtu aliyetajwa kwamba anatokea kwenye timu ya Yanga. Sasa mimi nataka usikilize sauti. Huu ndio mwanzo sasa wa sekeseke lenyewe lilipoanzia mpaka leo hii Ali Kamwe anatiwa nguvuni ama anakamatwa. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Walegeze game au za kupewa hongo kwamba wacheze chini ya kiwango. Paul Chacha, mkuu wa mkoa. Bahati nzuri mwandishi, mimi huwa nikizungumza jambo nimelifanyia uchunguzi. Ilitokea kwa golikipa wetu na tukamuondoa. Ilikuwa wazi tu. Kwa hiyo na swala la rushwa huwa linakuwa ni siri kubwa sana. Unaweza usithibitishe, lakini unajua kwamba hapa kuna kitu kimetendeka. Japo uthibitisho hauna, lakini kuna kitu kimefanyika. Ndio maana nimewaambia vijana wangu, kwa sababu wananionyesha message wanazotumiwa. Nawaambia kama mtu kakutumia hela, wewe huwezi kurudisha hela. Wewe chukua, fanyia matumizi yako, lakini nenda kaonyeshe kiwango chako uwanjani, ukutambue wewe. Vipi wamekuonyesha message? Sasa huyo ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha. Yeye alizungumzia sakata zima hilo ambalo lilitokea, lakini baadaye aliendelea zaidi mkuu wa mkoa kuzungumza ikiwa ni maandalizi ya mchezo huo. Tumsikilize tena hapa akizungumza Mheshimiwa Paul Chacha. Mdogo wangu huyu msemaji wa Yanga tumempokea vizuri. Na ulinzi pale anapoishi, anapolala analindwa vizuri, na uongozi wake wote, management ya Yanga itakavyokuja italindwa vizuri, na wachezaji wao watalindwa vizuri, ili wasije wakapata sababu na kuambia watachezea kichapo hapa, hawatakaa wasahau. Mwenyekiti, mbona kama unaingiwa na hofu kidogo, ueleweki, unakwenda huku unarudi huku? Hapana, sina hofu. Mimi niliwahi kusema wazi, sina hofu na Simba tu, sio timu nyingine katika nchi. Una hofu na Simba tu? Simba peke yake. Kwa hiyo Simba ndio ya moto kuliko Yanga? Simba ni ya moto, wala hakuna ubishi katika hilo. Mtu anaweza Sawa, huyo ni mkuu wa mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Paul Chacha, yeye akizungumzia kile ambacho kilitokea ama kile ambacho kilikuwa kinakwenda kwenye mchezo wao, na yeye akasema anahofia zaidi wanalonyo ya Simba Sports Club kuhusiana na yeye akatanabaisha kabisa kwamba Simba ni wa moto, kwa hivyo haofii Yanga. Basi unaweza kusema ulikuwa ni ushereheshaji kabla ya shughuli yenyewe kufikia tamati. Lakini tamati ilikuwa ni ipi? Dakika 90 za maamuzi wa mchezo huo zikawa zimetamatika, na Young Africans bwana wakafanikiwa kubuka na ushindi, lakini haukuwa tu ushindi mnono, ukawa ni ushindi wa magoli 3-0. Goli la kwanza la Yanga lilitiwa kimiani ama liliwekwa kwenye net likifungwa na Israel Patrick Mwenda, ni back wa nafasi ya kulia ya Yanga. Yeye alipiga foul, mpira ambao ulimshinda goalkeeper Tabora United na ukaingia moja kwa moja wavuni. Lakini goli la pili lilifungwa na Clement Mzize kabla Prince Mpomele Dube kuja kuhitimisha karamu hiyo ya magoli 3. Kwa hiyo sherehe ikawa imekamilika rasmi. Sasa kulikuwa na maneno ya vuta ni kuvute mchana wakati wa maandalizi ya mchezo, kabla ya mchezo, lakini mchezo wenyewe shughuli kama. Sasa Ali Kamwe yeye alizungumza nini? Mimi nataka tuisikilize sauti yake hapa Ali Kamwe alichokizungumza wakati baada ya mechi kutamatika, pindi alipoulizwa sasa mkuu wa mkoa amesema nini kutokana na kile ambacho mlikuwa mnakizungumza baada ya nyinyi sasa kuibuka na ushindi wa magoli 3. Sasa tumsikize, hivi ndivyo ambavyo yeye Alikamwe alisema. Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa Paul Chacha, kabla mechi ijaanza pale jukwani, aliniita tukasalimiana, na maneno yake aliniambia ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu, na kupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kazi ya kuhakikisha mkoa umepata hamasa kubwa ya kimichezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika. Timu nyingi zikija hapa, haya timu yao haijawahi kufanya. Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa na amenipongeza kwa hilo. La pili, amenipongeza kwa namna ambavyo tumefanya hamasa nzuri. Uwanja umejaa kweli kweli. Ameshuhudia hilo, ameniambia ndo mara ya kwanza nimeona uwanja umejaa, Tabora wameitika kweli kweli. Na watu wakaniambia yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu. Nothing personal. Mimi nilikuwa nachagiza na wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imemalizika, nyinyi mmeondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Sawa, huyo ni afisa ama ni mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe. Yeye amezungumza hivyo baada ya mchezo kumalizika, kwamba baadaye mkuu wa mkoa alimfuata, na zipo picha zinamwonyesha mkuu wa mkoa wa Tabora
Paul Chacha pamoja na Alikamwe wakikumbatiana. Hii ni wakati mchezo unakwenda kuanza, na umemsikiliza hapa Alikamwe, yeye anasema mkuu wa mkoa alimfuata akamkumbatia na akamwambia umechagiza vya kutosha, lakini hiyo zilikuwa ni sherehe tu za ushereheshaji wa shughuli, na mwisho wa siku jambo limefanikiwa, na kweli mashabiki waliitika vya kutosha kwenye dimba la Hassan Mwinyi mjini Tabora jana, na Tabora United kama ni mavuno walifanikiwa, ingawa la matatu pamoja na magoli matatu waliondoka nayo Young Africans. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Bwao, yeye amezungumza nini siku ya leo baada ya taarifa ambazo zimeeleza jeshi la polisi linamshikilia Alikamwe? Sasa tumsikilize kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Bwao, yeye anasemaje, kwa sababu umemsikiza hapo Alikamwe anasema mkuu wa mkoa alimpongeza kwamba kijana umefanya kazi nzuri, ulichokifanya hakijawahi kufanywa na mtu yoyote na tumefanikisha, jambo limefana. Kwa hiyo haya yote yalikuwa mwanzo ilikuwa ni kusherehesha tu na kuchagiza. Kwa hiyo huo ndio mpira. Alikamwe amezungumza hivyo, na kweli ziko picha zikimuonyesha Alikamwe akipongezwa na mkuu wa mkoa. Watu wa soka wakasema hivyo ndivyo ambavyo soka lilivyo, kwamba mwisho siku huwa ni maneno, lakini baadaye watu wanakumbatiana na wanaishi kimpira. Sasa labda mkuu wa mkoa yeye hakuyachukulia hayo mambo kwa ukubwa. Kunani zije taarifa za Alikamwe kukamatwa na jeshi la polisi. Sasa watu wakaanza kuwaza, ni kweli? Tumsikilize sasa RPC wa mkoa wa Tabora, kamanda Richard Bwao, yeye anazungumza nini baada ya kufanyiwa mahojiano. Kweli tunamsikilia huyo habari Alikamwe na amekamatwa kwa ajili ya kufanyiwa mahojiano na yupo kwenye kituo cha polisi cha wilaya ya Tabora. Amekamatwa lini? Tulimkamata jana usiku. Pengine shida ni nini? Ni tuhuma za kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Kwa maana alizotolea wapi? Kulikuwa na mahojiano ambayo anafanyiwa, lakini kosa ambalo anatumiwa nalo ni hilo la kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Tumemkamata kwa ajili ya mahojiano na ndicho ambacho kinaendelea kwa sasa, na taarifa kamili naweza nikaitoa kwa baadaye. Ndio. Kwa hivyo maana yake bado yupo ndani. Ndio. Kamanda, pengine ni nani huyo kiongozi wa serikali ambaye Alikamwe anahusishwa na kutoa lugha chafu dhidi yake? Hili jambo liko chini ya uchunguzi. Naomba taarifa kwa kifupi kwa kosa na nithibitishe kwamba anachukuliwa na jeshi la polisi. Sawa, kamanda Richard Bwao ambaye yeye ni RPC mkoa wa Tabora amethibitisha hivyo kwamba wanamshikilia Ali Shabani Kamwe ambaye yeye ni afisa habari wa kitengo cha mawasiliano ya klabu ya Yanga. Sasa kama ambavyo nilisema, baada ya kuwa na maneno ya hapa na pale kabla ya mchezo, kama ambavyo umesikiza sauti ya mkuu wa mkoa Paul Chacha mwanzo akieleza wao kukamata ama kupewa message, sauti ambazo wachezaji wao wanashawishiwa ama wanarubuniwa wakubali kucheza chini ya kiwango ili Yanga apate ushindi. Lakini baadaye umemsikiliza hapa Alikamwe baada ya zile picha kuonekana wakati mechi inaanza. Kuna picha zilionekana mkuu wa mkoa wa Tabora pamoja na Alikamwe wanakumbatiana. Alikamwe alipoulizwa kwa nini mlikumbatiana, ameeleza hapa kwamba mkuu wa mkoa alikuwa anampongeza kwa kile alichokifanya, na Alikamwe mwenyewe anasema mkuu wa mkoa amemwambia ulichokifanya ni kikubwa na hakijawahi kufanyika katika mkoa wetu. Kwa hivyo haya yale mengine yote yalikuwa ni kuchagiza tu, na kilichofanyika shughuli imefana, shughuli imefanikiwa kwa maelezo ya Alikamwe. Sasa habari imekuja kustua kwamba kumekucha leo asubuhi taarifa zinaelezwa Alikamwe ametiwa nguvuni ama amekamatwa na jeshi la polisi. Waandishi wetu wenyewe walioko mkoani Tabora wamezungumza na RPC ama kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora Richard Bwao. Alikamwe na anatumiwa kwa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali, na kwa sasa yuko kwenye kituo kikuu cha polisi Tabora tukiendelea kumfanyia mahojiano. Jana tulizungumza naye akasema mkuu wa mkoa alimwambia ni mambo ya kawaida tu yale ya kimpira na yameisha. Imekuwaje tena ghafla hivyo? Tunamshikilia kwa mahojiano. Baada ya hapo, kamanda, ni hatua gani zitachukuliwa? Baada ya mahojiano tutatoa taarifa ni hatua gani zitachukuliwa zaidi. Lakini kamanda, amuoni kama mnaingilia sasa mambo ya soka?
Tunazungumzia kosa la kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Sijazungumzia mambo ya soka. Basi huyo ni RPC wa mkoa wa Tabora, Richard Bwao, yeye anathibitisha kumkamata Ali Shabani Kamwe. Na zaidi RPC ameeleza kilichopelekea Ali Kamwe kukamatwa bwana ni kama ambavyo anasema ni kutoa lugha chafu, kama ambavyo mmesikiza RPC. Kilichosababisha Ali Kamwe akamatwe ni kutoa lugha chafu, na ameeleza hapa kutoa lugha chafu kwa viongozi wa serikali. Sasa uchambuzi umekuwa ni mwingi, lakini kubwa zaidi tusubiri, kwa sababu tayari RPC amethibitisha wanaye, kwa sababu shida kubwa huwa inatokea pale ambapo inatajwa mtu amekamatwa alafu asijulikane kwamba amekamatwa na nani. Lakini tayari jeshi la polisi mkoa wa Tabora na kupitia RPC ambaye yeye ndio kamanda wa polisi mkoa huo, yeye amethibitisha ni kweli Ali Kamwe wanaye. Na tunavyozungumza sasa, Ali Kamwe amehamishwa kutoka kituo kidogo cha polisi na amepelekwa makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kwa maana ya Central. Na umemsikiliza hapa RPC, amesema amekamatwa toka jana usiku, wamemkamata Ali Shabani Kamwe. Ameulizwa pia kwa nini labda waliona wamkamate muda huo na si mwanzo, kwa sababu ikumbukwe Ali alitangulia Tabora kabla hata ya Yanga wenyewe hawajakwenda. Ali Kamwe alitangulia mkoa wa Tabora kabla hata timu ya Yanga hawajakwenda. Yeye alifika kule, ukafanyika ushereheshaji, zikachinjwa mbuzi, watu wakanywa supu na nini, ng'ombe ikachinjwa pale, zikawa ni sherehe. Ikumbukwe Simba na Yanga, nadhani kama mnavyofahamu watazamaji, zina wapenzi wa soka kila mkoa zinakokwenda kama ziko nyumbani. Na hata ukiangalia Simba walivyocheza na Tabora, uwanja ulikuwa umetapakaa jezi nyekundu. Yanga jana walivyocheza, unaona kijani na njano ndio zilikuwa zimetapakaa kwenye dimba la Tabora. Kwa hiyo hivyo Ali Kamwe alienda pia kaungana na mashabiki wa Yanga walioko mkoani Tabora. Kwa hiyo ilikuwa ni kama sherehe. Lakini shida ilikuja ni kwenye hizi kauli tata ambazo zilitokea, ambazo wapo watu ambao walizitafsiri kwamba huenda kwamba labda zimekwenda sasa nje ya soka, kwamba tumevuka kutoka kwenye soka, unataka kuwa ule utani wa kweli kweli. Kuna ile kauli watu wanasemaga huo sasa utani wa ngumi. Kwa hiyo ilishuhudiwa watu wakienda mbali zaidi kutaka hata TAKUKURU waingilie kati baada ya mkuu wa mkoa kuthibitisha wanazo sauti za wachezaji wao wakirubuniwa na anayetajwa kwa mtu wa Yanga. Watu wameenda mbali, wameandika, wamekwenda mbali kabisa kuwataka TAKUKURU kwamba huo ushahidi mmepewa TAKUKURU, basi fuatilieni. Kwa hiyo utaona umetoka kuwa ni utani, watu wamekwenda mbali zaidi, unaitwa tunasema ule utani wa ngumi sasa.